Kinachoendelea ndani ya klabu ya Simba Sport ni kile ambacho tumekuwa tukikizungumza kwa muda mrefu. Kinachoendelea ndani ya klabu yetu pendwa ya Simba Sport ni kile ambacho kinazungumzwa na kila mmoja anayetambua Simba Sport ilikuwa wapi na inaelekea wapi. Swala la kocha mpya ambaye nitakwenda kutaja jina lake na nitakutoa lea CV zake ambazo amekuja nazo hapa, ambazo hatuna uhakika kama naye anakuja kutupeleka kwenye nchi ya ahadi. Sasa Simba Sport baada ya kutoa taarifa kwa umma kumfukuza kocha mkuu, kocha ambaye hajafanya vizuri ikiwa na Simba Sport, hajakaa kwa muda mrefu, Simba Sport sasa wameamua kumfukuza na kumuondosha katika nafasi hiyo. Lakini swali kubwa libaki kwa wananchi wa Simba Sport, wanachama wa Simba Sport, lakini pia na wapenzi wa Simba Sport ni kwamba kwa nini kila kukicha wamekuwa Simba ikifanya vibaya anafukuzwa kocha? Kwa nini watu wa kwenye bodi hawataki kutoka? Kwa nini wao wasiwe ndo tatizo? Akija kocha anakaa kidogo anafanya vizuri wanamfukuza, akizingua kidogo anafanya vizuri wanamfukuza. Hili limekuwa ni swala linalowaumiza mashabiki wengi wa Simba Sport. Niambie kwenye comment hapo kama nawe una support swala hili ambalo linaendelea ndani ya klabu ya Simba Sport. Ukiangalia uvunjifu wa katiba ya Simba umekuwa ni swala la kawaida. Inafikia tu kwenye mkutano watu wanajibizana kwamba tutakutana kwenye uchaguzi. Imekuwa hakuna kuwajibishwa. Kwa nini klabu ya Simba Sport wasiondoshe bench lote la ufundi, wasiondoshe watu viongozi wote ambao wanasimamia Simba? Sababu kwenye miaka 4-5 ya viongozi hawa ambao Simba haijapata mafanikio, licha ya kwamba tunaimbwa na kuongelewa sana, hatujapata mafanikio ambayo yanakidhi kwa hawa kuongoza Simba Sport. Na usahau kusubscribe na kuandika kwenye comment wa shabiki wa Simba kutokea maeneo gani. Lakini tuende kuzungumzia swala la kocha mpya, kocha wa Simba Sport ambaye anajiunga hivi punde na Simba Sport. Ndio tazamia mazoezi yataanza nayo. Asante sana Simba Sport Tanzania.